Hali ya upatikanaji wa maji kwa jiji la Dodoma inategemea na sehemu ambayo upo. Okay. Kwa mfano kuna maeneo yanayopata maji masaa 24 yakiwemo maeneo kama maeneo ya Veyula, maeneo ya kutoka chuo cha mipango Makutupola. Kama unaelekea mjini, namaanisha hii Arusha Road, ni maeneo ambayo yanapata maji masaa 24, lakini kuna maeneo ambayo yenyewe yanapata maji kwa mgao, maeneo kama ya Fowey, lakini pia maeneo kama ya Zuzu, maeneo kama ya Nala, yamekuwa ni maeneo ambayo yanapata maji kwa wiki, aidha ni mara mbili au ni mara moja. Kwa hiyo swala la maji kwa mkoa wa Dodoma inategemea na upo katika eneo gani. Okay. Lakini tumeona jitihada mbalimbali ambazo zimekuwa zinafanywa na serikali ya awamu ya 6 kwa kushirikiana na viongozi waliokuja madarakani katika kipindi hiki, na maanisha waheshimiwa wabunge. Kwa mfano katika jimbo la Mtumba tumeona Mheshimiwa Waziri wa Madini na mbunge wa eneo hilo, Mheshimiwa Anthony Mavunde amekuwa akisisitiza uchimbaji wa visima katika maeneo hayo, kwa sababu imeonekana moja kati ya changamoto ambayo inawakumba watu wa maeneo hayo ni pamoja na upatikanaji wa maji. Kwa hiyo harakati zimekuwa ni kubwa na mipango ni mingi kuhakikisha kwamba maji katika jiji la Dodoma yanapatikana masaa 24, lakini kwa hivi sasa bado kuna maeneo ambayo yanapata maji masaa 24, lakini kuna maeneo ambayo bado changamoto ya maji ni tatizo. Okay. Unatuambia maji ni yanapatikana kulingana na maeneo husika ambayo upo, si ndio? Maji haya yana ubora kwa kiwango gani? Kwa maana yako safi na salama, na yana hali gani? Kwa sababu wengine walikuwa wakituma ujumbe kwamba maji ni makali sana, chumvi, huwezi kuogea, huwezi kufulia, huwezi kufanya nini? Ubora wa maji upo ni mzuri, lakini kuna maeneo ambayo wana maji ambayo wanatumia maji ya visima ambavyo vimechimbwa na watu binafsi. Okay. Ambayo maji ya maeneo hayo bado yana chumvi, hasa katika maeneo ya Nala. Watu wa Nala wanatumia visima vya watu binafsi, na vile visima vimeonekana maji yake bado hayana ubora ule ambao umekuwa unatajwa kwamba unatakiwa kupatikana. Kwa hiyo kuna maeneo ambayo wanatumia visima binafsi ambavyo maji yake yana chumvi, lakini kuna wale ambao wanatumia maji ya mamlaka husika, lakini yanatoka kwa siku maalum. Hivyo basi na walazimu wananchi kwenda katika maeneo ambayo yana visima, lakini pia kununua maji kwa kutumia gharama kubwa kidogo. Okay. James, kama mwanahabari na bila shaka utakuwa unapita maeneo mengi ya Dodoma na ni mwenyeji huko, pengine ni maeneo gani ambayo huwa yanaguswa sana na yana kadhia kubwa ya maji tofauti na maeneo mengine? Maeneo yenye kadhia ni kama nilivyokueleza hapo awali, ni maeneo ya Fowey ambapo wanapata maji mara mbili kwa wiki. Lakini pia kuna maeneo ya Nala yanapata maji na yenyewe pia aidha ni mara mbili au mara moja. Lakini pia kuna maeneo ya pembezoni, hasa kama nilivyosema pia awali, maeneo ya Nzuguni kumekuwa pia bado maji ni shida. Lakini pia kuna maeneo ya kama unaenda chuo kikuu cha UDOM wanapaita Oysterbay. Dodoma na penyewe pia tuna Oysterbay. Kuna Oysterbay ambayo ipo kama unaenda chuo kikuu cha Dodoma, bado pia kuna changamoto ya maji. Kwa hiyo ukiwasikiliza wa Tanzania, wakazi wa Dodoma, kilio chao kikubwa ni maji, na maji lazima awe ni tatizo, kwa sababu watu wanazidi kuongezeka katika jiji letu la Dodoma. Watu wanazidi kuja kuweka makazi hapa Dodoma. Kwa hiyo kumekuwa kunafunguliwa mahoteli, bado yanahitaji maji, lakini pia mji wa serikali nao pia unahitaji maji. Watu wanakuja wanahitaji maji. Kwa hiyo kunahitajika kasi kubwa ya kuongeza miradi mingine mingi zaidi kwa ajili ya kuweza kupunguza tatizo hili ambalo wananchi wanakuwa wanalipigia kelele mara kwa mara.